Ibara, sasa katika sehemu iliyopita, sehemu ya 15 ni pale ambapo Tina alikuwa amefumaniwa akiwa na mwanaume mwingine tena nyumbani kwa Rashidi. Tukawa tunajiuliza, je, Rashidi atamsamehe Tina? Nikakwambia usikose kufuatilia katika sehemu inayofuata, na hatimaye ndo hii hapa sasa tumeingia katika sehemu ya 16. Mzigo mtambo kuitwa Rise Up. Mimi naitwa Uncle J. Bora karibu tupate kujua hasa kile kilichoendelea katika hii sehemu ya 16. Karibu. Nikamwambia dogo, naitwa nani? Naitwa Omari. Mimi ni mpaka rangi za kucha. Rashidi, nakuomba nisamehe tafadhali. Nakuomba. Tina alizungumza huku akitembea kwa magoti hadi hapa nilipo. Akanishika miguu yangu huku akininamia na kuendelea kulia kwa uchungu mno. Wadogo, toa nguo yako ya ndani ili niweze kukushughulikia kama ulivyomshughulikia mwanamke wangu. Kaka, nakuomba unisamehe. Tafadhali nisamehe. Laiti kama mimi ningejua huyu ni mke wa mtu, haki ya Mungu vile mimi nisingelala naye. Kweli tena nakuapia kakangu, mimi nisingekuwa hapa. Omari dogo huyo alizungumza huku akile kwa uchungu mno. Nikasema, Shebi, ndio kaka, tumsamehe, hana kosa dogo. Jini ni huyu mwanamke hapa. Ila kaka, acha nimzindue kidogo bwana, akome kutembea na wanawake za watu. Hapana, tumsamehe. Dogo, utarudia tena kumtongoza demu wangu? Hapana kaka. Yaani mimi nakuapia kakaangu, sitorudia. Haki ya Mungu vile bro. Omari aliapa huku akiendelea kulia kwa uchungu mno. Ila Rashidi, unamsamiaje udogo? Hata makofi mawili matatu hayo ikubaliki bwana. Msemo huu wa Shabani ulinikumbusha kipindi tuko wahuni wa mtaani. Yaani huwa kama imetokea nimekoseana na mtu alafu nikamsamehe, ni lazima Shabani alikuwa kimzaba makofi hata mawili. Shabani alimnyanyua Omari, alimtandika makofi mawili ya shavuni mpaka Omari aliyumba, kwa sababu sio kwa makofi ya Alese. Akambamiza ngumi mbili za kifua zilizokuwa zimeshiba kweli kweli. Omari alienda chini. Kaka, utaniua kaka, Omari alilalama. Sasa ndo ujue utamu wake za watu, mshenzi mmoja wewe. Alafu kimbia kabla sijaanza kumwaga ubongo wako. Hapo nilikuwa nimemwambia Omari. Alisimama na kutoka ndani hapa. Mimi nikafungua pale dirisha, nilimtazama jinsi alivyokuwa anakimbia kwa kasi mno. Akatoka getini akatokomea. Shabani, naomba unisaidie ndugu yangu kwenda msaada wa kufunga geti. Hapo kaka, mna shida. Shabani alitoka ndani hapa. Nilimshika mkono Tina na kwa kasi nikaanza kumvuta kuelekea chumbani kwetu. Nilimsukumia kitandani huku akilia kweli kweli. Nikatazama jinsi shuka lilivyokuwa limechanguliwa na nguo za jamaa zilikuwa zimejaa kabatini. Nikachomoa mkanda wa suruali na bastora nikaichomeka kiunoni mwangu. Nikamwambia, sikiliza, nataka kukuonesha jinsi mali mwanaume anayetoa jasho isivyotumia kipozi. Nilianza kumchapa pale Tina kwa mikanda na kumfanya alie vibaya mno. Nikasema, hivi ni kwa nini umeingiza mwanaume ndani kwangu? Hapo nilizungumza kwa hasira huku nikiendelea kumchapa na mikanda hii. Akawa analalamika kwamba nisamehe mume wangu, naomba unisamehe. Ulihisi ya kwamba pesa kununua hii nyumba niliyokota sina maana yake? Hapo nilizidi kuzungumza kwa ukali kiasi cha kumfanya Tina sasa ajikunyate kwenye moja ya kona ya kitanda. Nikamwambia, nakuuliza wewe mshenzi, naomba unisamehe mume wangu, niko chini ya miguu yako. Hapo nikamtazama Tina kwa macho ya hasira kiasi cha kutamani hata kumuoa, ila nikajizuia sana. Inakuaje Jacqueline? Ninaachana naye kwa miaka ila hanisaliti. Ila huyu mpuzi ni miezi tu tayari alikuwa ameshaingiza mwanaume ndani. Ni kama umetembea na wanaume wangapi mpaka sasa hivi? Na kuuliza umetembea na wanaume wangapi mpaka sasa hivi?
Ni huyu tu. Oh, ni huyu tu sina manake? Ndio. Chukua kila kilicho chako na nguo za huyo mpumbavu wako na uondoke humu ndani, kwa sababu una dakika 20 tu, la sivyo nitafanya niione damu yako. Kama niliweza kuua majambazi mbele yako, sishindwe kukuua wewe na kwenda kukupoteza kusipojulikana. Hapo nilizungumza kwa ukali sana. Mlango ukagongwa, nikaruhusu aingie. Alikuwa anagonga, alikuwa ni Shabani, ndiye aliweza kuingia ndani hapa. Waese, chumba ni kizuri kuliko hata changu ninacholala na mke wangu. Kwa hiyo yule boya mwanangu ndo alikuwa anakula mzigo humu ndani. Ndio hivyo kaka. Hizi nguo ni za kwako? Hapana, ni za yule mpozi. Yaani jamaa alihamia hapa kabisa, yani kama kwake vile. Mume wangu, naomba unisamehe. Haki ya Mungu ninakuomba unisamehe. Sitarudia tena, nakuapia. Haki ya Mungu vile, sitarudia tena kukusaliti. Tina alilia kwa uchungu mno. Nikasema, yani mke wangu wa Ufaransa, nilikaa miaka 2 bila hata kuweza kumpigia simu. Ila dada watu hakunisaliti zaidi ya kuendelea kunitafuta na kuamini kwamba ipo siku ataniona. Ila hawa wanawake wa Kitanzania, sijui umepewa nini. Mama Shamsa Majanga, Carol alinisaliti, huyu kunguru naye pia ni msaliti. Hivi ni gundu ama ni nini? Wasikia kaka, unajua mademu wengi sana wa kwetu hapa wanapenda sana chini. Sikia, mimi kumfukuza humu ndani udogo sio suluhisho. Mimi naona sio suluhisho la tatizo, ila mwache tu akae hapo. Shabani, yaani huyu manza endelee kukaa humu ndani, huyu msaliti? Ndio kaka. Mimi nina imani udogo atarudia tena. Yaani zile sifa zote ulizokuwa unanipatia unataka kuziacha ziondoke vivi mzee? Msamehe bwana. Ona umeshamvimbisha kwa kumpiga tu. Kaka, mwanamke apigwe kwa mkanda, mwanamke anapigwa kwa upande wa kanga bwana. Ibwa, msamehe bwana. Shabani alizungumza huku sote tukimtazama Tina jinsi alivyokuwa amejikunyata kwenye kona ya kitanda. Shemeji, chukua shuka hilo ujifunike, nisije kuona nisivyopaswa kuweza kuviona. Shabani akamrushia Tina shuka na akajifunika, kwa sababu muda wote alikuwa yuko kifua wazi pamoja na nguo ya ndani tu. Sikiliza Shabani, hawa wanawake ndio ambao wanatuletea maradhi humu ndani. Sawa, ila kama vipi mchukue sasa hivi, tumpeleke hapo Bombo hapo akapata matibabu na kisha apimwe ukimwi na magonjwa mengine. Akikutwa nao, si unaachana naye tu kaka, kwani lazima kuendelea naye? Eti ndio bro, unapima HIV, akiwa nayo unapiga chini, unavuta mwingine kuja kuchukua nafasi yake, kwa maana ya kwamba alijitakia mwenyewe. Sikiliza Tina, vaa nguo twende hospitalini. Hapo Tina taratibu alishuka kitandani, huku mgongoni na mapajani akiwa amejaa alama za mikanda niliyokuwa nimemchapa. Shabani alitoka ndani hapa ili kumpisha Tina jiandae. Kwa nini umefanya hivyo Tina? Hapo nilimuuliza Tina kwa sauti ya upole, huku nikikumbuka wema wote waliokuwa wamenifanyia kuniokoa kutoka mikononi mwa jambazi waliokuwa wamepanga kuniua. Nisamehe mume wangu, ni shetani. Nilikutafuta sana kwenye simu, sikukupata. Nilikata tamaa nikiamini ya kwamba umenitelekeza, kumbe bado uko hai. Samahani sana mume wangu. Tina alizungumza kwa sauti iliyojaa majonzi mengi sana mpaka nilimwonea huruma. Ila nimemwonea tu mtoto watu, mimi mwenyewe si mchepukaji mzuri tu. Hapo nilizungumza na moyo wangu huku nikimtazama Tina jinsi alivyokuwa anajiandaa kwa shida kweli kweli, kwa maana mikanda nilikuwa nimemchapa kisawa sawa. Tukaondoka nyumbani hapa na kuelekea hospitali ya Bombo. Madaktari walimpokea kwa ukarimu, alipatiwa huduma ya kwanza. Hey,
We dada, umefanya nini? Dokta alimuuliza Tina. Tina akasema ni vibaka walinivamia wakanipiga mikanda. Jibu la Tina lilinifanya nimtazame usoni mwake kwa sekunde kadhaa, huku nikiona ni namna gani anapoficha aibu yangu, kwani kwa dunia ya sasa kumpikia mwanamke ni jambo la aibu kubwa sana kwa mwanaume. Dada, pole sana. Asante. Je, majibu yako ya HIV ni atoe mbele yako au mbele ya mume wako? Zungumza tu dokta, mume wangu hana shida. Daktari alinitazama na kwa ishara nikamruhusu tu azungumze. Sasa tumempima magonjwa yote. Damu yake iko salama na haina virusi vya aina yoyote, ila kwenye mkojo kidogo ndo kuna shida. Tumekuta na UTI. UTI haina shida. Hapo nilijikuta nikifurahi kimoyomoyo, na baada ya matibabu tukarudi nyumbani. Nilipata pale wasaa wa kumtambulisha Shabani kwa Tina, na kwa jinsi ninavyozungumza kwa furaha, yani kana kwamba kuna kilichokuwa kimetokea, mpaka Tina mwenyewe alijikuta akishangaa. Mbona unakuwa mwoga? Yameshakwisha kupita hayo mke wangu. Sasa hivi tuangalie afya yako, na ikipona basi mambo yatakuwa tu sawa. Sawa baby. Nilimwadithia Tina namna nilivyopata ajali mara baada ya kumaliza kuzungumza naye. Nikamweleza jinsi nilivyokuwa nimetekwa na kuchomwa sindano za sumu. Kwa hiyo kipindi ambacho ulikuwa unanitafuta nilikuwa niko hospitalini. Nisamehe sana mpenzi wangu kwa kukufikiria vibaya. Nilihisi umekwenda zako Ufaransa kwa mke wako. Siku nyingine usipende kudhani. Naam, kutokana na majeraha ya Tina, ilitubidi mimi na Shabani tuingie sasa jikoni kwa ajili ya kuandaa chakula. Ila bro, akakadem bro ni kazuri ese. Eti ya unajua mimi nimekaelewa vibaya mno. Fanya mpango sasa nako katundike mimba. Ngoja kwanza Karo akae sawa na mimba yake, na kisha huyu nije kuwekeza. Nimfungulie miradi aiendeshe, hata kama siku nikiwa sipo basi mambo yanaweza kawa mazuri. Ya, hapo menena kaka. Kweli tuliandaa chakula hiki na kwa pamoja tukala. Muda wa usiku mimi na Tina tuliweza kuingia chumbani kwa ajili ya kuweza kulala, na Shabana aliingia chumbani kwake kwa ajili ya kulala. Sikutaka kabisa kumgusa Tina, kwa maana ya kwamba kama jamaa yule atakuwa ameacha mbegu zake tumboni mwa Tina, na imani kabisa nikipandikiza za kwangu, basi kuna uwezekano mkubwa sana wa kubambikiwa mtoto. Majira ya saa 8 za usiku nilianza kuhisi vishindo vya kama watu wanaorukaruka kwa ndani. Sasa kutokana na machale yangu kuwa na nguvu sana ya kuhisi mambo kwa haraka, nikachoma kwanza bastola yangu chini ya mto, na kisha nikashuka. Nikavaa pale t-shirt, nikachungulia dirishani. Niliona watu kama 8 hivi wenye bunduki wakiingia nyumbani hapa, tena kwa tahadhari kubwa sana. Nikasema shit. Nikamnyanyua Tina kwa haraka mno, nikamwingiza bafuni. Kaa humu hadi nitakapotoka kuja. Kuna majambazi. Funga mlango kwa ndani. Majambazi? Shh. Nyamaza. Nilitoka ndani hapa na kisha nikampigia simu Shabani. Nikamwambia kaka, umeona? Ya, ndio ndugu yangu. Tena nilikuwa nakuandikia hapa message. Okay, vipi uko vizuri? Ndio niko fresh. Hapo nilizungumza kwa sauti ya chini sana. Nikaikoki bastola yangu na kisha nikatoka chumbani hapa kimya kimya. Nilipotoka tu nikakutana na Shabani kwenye corridor. Tukajibanza kwenye sehemu ambazo tunaamini ya kwamba hawa jamani lazima tu wataingia kupitia mlango wa jikoni na mlango wa mbele. Kitendo cha mlango wa mbele ambapo ndipo mimi nilipokuwa nimejifungia. Aliyetangulia hakuwa na bahati ese. Nilimtandika risasi ya kichwa na kuwafanya uliopo nyuma yake warudi kwanza nyuma. Nikasikia eneo la jikoni Shabani naye akifanya kazi yake ya kuwashambulia hawa jamaa. Shambulizi hili hakika lilikuwa ni baya sana kwa upande wao, kwani kila mmoja hakutarajia kukumbana na shambulizi kama hili. Hatukuruhusu hata mmoja aweze kutoka, na wote 8 tulifanikiwa kuwamaliza. Tukaanza pale kufunua vinyago walivyokuwa wamevivaa. 5 walikuwa ni wazungu halisi kabisa, huku 3 walikuwa wamesalia walikuwa na asili ya Kimarekani. Kila mmoja kwenye mkono wake wa kulia alikuwa na chata ya mnyama chui. Shabani akasema, hizi alama zinamaanisha nini kaka? Shabani aliponiuliza hilo swali, nikazitazama maiti za hawa watu. Nikasema watu hawa
ndio waliweza kunivamia nilipokuwa niko hotelini. Inaonekana ni watu wa Don. Hapo tukasikia vilio vya gari za polisi, ikimaanisha kwamba nje ya geti la nyumba yetu maskari wameshatanda. Nina imani ya kwamba majirani waliweza kupiga simu polisi. Nikamwambia Shabani, naomba bastola yako. Wewe nenda ndani, mimi nitamalizana na polisi. Bro, unataka kuwavamia? Hapana, nitazungumza nao. Okay, sawa. Shabani akakimbilia ndani na kuniacha mimi nikiwa hapa nje. Nikawaona askari jinsi wanavyoruka ukuta na wakafungua geti. Gari mbili zikaingia kwa kasi na askari wakajifanya kuruka. Wanambwembwe sana hao. Muda wote walikuwa wapi? Sasa nilipozungumza hivyo, askari mmoja akasema nyosha mikono juu. Hapo akawa ananinyosha bunduki. Nilitii amri huku askari hao akawa ananisogelea. Nikamwambia mimi ndiye mwenye nyumba ambaye nimevamiwa. Nilijihami kwa kuzungumza na askari hawa, lakini hawakutaka kabisa kuniamini kwa haraka. Wakanipiga pale pingu, wakaniamrisha nielekee kwenye gari lao. Wewe ndio umewaua? Nikasema ndio, wamenivamia nyumbani kwangu wakiwa na silaha. Ilibidi nijilinde na hiki ndicho kilichoweza kuwakuta. Hebu mfungeni pingu huyo. Askari huyu mwenye cheo cha RPC alizungumza na nikafungwa pale pingu. Halafu wewe lako songeni wewe. RPC alizungumza hivyo na mimi nikamwambia naamini hilo. Mkuu, huyu ndo yule gaidi tuliokuwa tunamtafuta kwa kipindi kile na serikali kaja kukanusha kwamba sio gaidi. Askari aliyekuwa amenifunga pingu alizungumza hivyo. Hapa ndani kwako unaishi na nani? Nikasema na rafiki yangu pamoja na mke wangu. Wapo salama? Nikasema ndio. Kawatoe. Nikaongozana na askari hawa wawili hadi sebleni. Nikasema nisubirini hapa. Nikamgongea pale Shabani chumbani kwake. Nikamwambia Shabani, ni mimi. Shabani alifungua mlango huku akiwa anachungulia nje. Nikamwambia toka tu. Ngoja nimchukue na Tina. Nikaingia ndani kwangu, nikagonga pale mlango wa bafuni. Nikamwambia Tina, fungua, ni mimi. Tina kweli alifungua mlango. Alinikumbatia huku akile kwa uoga mno. Nikamwambia nimeshawaangamiza mke wangu, hivyo tulia sawa. Kweli baby? Nikamwambia ndio. Mimi naogopa. Nikamwambia hata usiogope baby. Ni salama, tutoke tu nje. Tukatoka nje hapo nikiwa nimeongozana na Tina na tulimkuta pale Shabani akizungumza na mmoja wa maaskari. Bastola zako zina kibali? RPC aliniuliza huku akinitazama usoni mwangu. Nikasema ndio mkuu, ila hiko kibali nimekiacha nyumbani kwangu Dar es Salaam, kwa maana kwamba ninaishi Dar pamoja na Tanga. Okay sawa, sasa kwa usalama inabidi tuongozane kituoni. Uongozane na mimi na kisha vijana wangu watadili na hii miili. Na pia tukupongeze kwa kazi nzuri uliweza kuifanya. Nikasema nashukuru sana mkuu. Hapo tukaingia ndani ya gari moja hivi la polisi. Tukaongozana na gari ya RPC kuelekea kituoni. Unajisikiaje baby? Hofu bado inanitawala. Usijali. Hofu yako itaisha, tuko tu sehemu salama usiwaze. Kwani baby, hawa watu wanakuwa kwa nini wanakuandama hivi? Siku zile ni pale hotelini, leo hii ni nyumbani. Yaani una kitu umechukua kitu gani ambacho ni cha kwao? Na kama kipo basi tuwarudishie, ukuache uishi kwa amani kipenzi. Tena alizungumza kwa sauti iliyokuwa imejaa uchungu na wasiwasi. Unajua nini wanachokitaji? Hapana. Wanahitaji roho yangu. Na hawatoacha kunifuatilia hadi pale watakapoona kwamba nimekufa. Hivyo jiandae kwa lolote. Siku yoyote na wakati wote, mimi bibi wako nitakuwa marehemu. Nilizungumza maneno hayo yaliyomshtua sana Tina. Tina alibaki akichuruzikwa na machozi, kwani hakutegemea nilichoka nimemweleza. Kwa sababu nina imani akilini mwake alihisi labda kwamba mimi nimeiba kitu kwa jamaa hawa, ila sivyo vile alivyokuwa amefikiria. Kinachowindwa hapa ni zaidi ni roho yangu, na wanahitaji kunipoteza duniani ili Don awe na amani ya kuendelea kuishi. Unazungumzia roho? Tina aliweza kwa mchango mkubwa sana huku akinitazama usoni mwangu. Nikamwambia ndio, wanahitaji roho yangu. Ila vitu vingine sio vya kuvizungumza hapa. Tutazungumzia nyumbani. Tulifika kituo cha polisi. Moja kwa moja tukaelekea katika ofisi ya RPC, huku naye akiwa ameongozana na vijana wake wawili.
Bwana Rashidi Pinda kama sijakosea? Ndio, ni mimi. Sasa jeshi letu kwa ujumla nchini Tanzania lilikuwa linakusaka kwa udi na uvumba. Wananchi kadhalika walileta taarifa za wewe ulipo, ili mradi wawe miongoni mwa watakaopata zawadi nono ya kiwango cha pesa kilichokuwa kimetangazwa na serikali. Ila kesi na msako ule ulifungwa baada ya kujulikana kwamba wewe sio gaidi. Labda nikuulize, kwa nini ulipakaziwa juu ya kashfa kubwa kama ile? Naam, hapo swali la RPC likanifanya kwanza nishushe pumzi taratibu, huku nikimtazama usoni mwake. Nikamuuliza, ina maana kwamba hadi leo hii hamjafahamu ni nani ambaye alikuwa ni mhusika wa uzushi ule? Unajua kwamba tulisikia na tukaje kujua, ila tunataka kujua kutoka kwako. Mheshimiwa RPC, Don ndiye aliyekuwa mhusika wa tukio hilo. Aliweza kutengeneza video hiyo na kunipakazia, na ndio maana ukweli ulivyokuja kufunguka, kila kitu kimekuishia hewani. Isitoshe, yeye ndiye anaendelea kuwatuma watu kuja kuniangamiza. Ila kwa hili sitokaa kimya, ni lazima na mimi nihakikishe kwamba ninamuinda kama vile ambavyo yeye ananiwinda. Ina maana kwamba wewe una uwezo wa kupambana na huyo Don, muuza madawa ya kulevya mkubwa duniani, si ndio? Ndio, ninaweza. Ila sasa kwa rekodi nilizozisoma kuhusu Don, unajua Don sio mtu rahisi kihivyo unaposema. Mkuu, mimi Don nimekaa naye tena meza moja, nimekula naye na nimekunywa naye ndani ya nyumba yake. Amenitumia kuwa mpiganaji wake ulingoni. Nilipigana mechi za vifo, huku yeye akitengeneza mamilioni ya dola, huku mimi nikitengeneza siku za mwisho za kuishi kwangu duniani. Hivyo siogopi na sihofii, kwa sababu ninajua kwamba Don yuko hapa nchini Tanzania, na ninakuahidi tu bwana RPC, nitaidhihirisha dunia nzima kwamba nimemua Don, na wewe pia utakuwa ni miongoni mwa watakaotazama hiyo clip. Nadhani umenielewa mzee. Hapo RPC alinitazama kwa muda na kisha katabasamu. Yaani unajua kijana, laiti katika jeshi langu ningekuwa na kijana mahiri kama wewe, ningefurahi sana. Ni kijana unayejiamini na unajua kile unachokifanya. Labda nikuulize, una mafunzo ya kijeshi au, kwa maana kwamba zile maiti zote zimeuawa na mtu ambaye ana ujuzi, na hili tukio linafanania sana na wale waliokufa pale hotelini. Nina imani huyu binti hapa alikuwa ni mfanyakazi wa ile hoteli, si ndio? Eti wewe binti? Ndio. Hapo Tina alijibu kwa sauti ya unyonge mno. Sasa ni nani aliyehusika? Kwa maana wote waliouawa wana chata ya chui kwenye mikono yao. Mzee, ni mimi ndiye nilihusika. Niliwaua kwa sababu ukishambuliwa ni lazima ujilinde. Sasa kwa nini ulikimbia kijana? Nilijeruhiwa vibaya sana na sikukimbia, ila niliokoa kwanza maisha yangu. Hapo RPC alishusha pumzi nyingi sana, huku akinitazama usoni. Akasema pale, naombeni mtupishe jamani. Watu wote wakatoka ndani hapa, nikabaki mimi tu pamoja na RPC. Sasa kijana, mimi ninaitwa RPC Geoffrey, ni mtu wa mikoa ya kusini mwa Tanzania. Nashukuru kukufahamu. Najua una nia na una hamu kubwa sana ya kumpata huyo Don, ila ni kuibia siri moja ambayo watu wengi hawaifahamu, ila mimi ninaijua. Hapo RPC alisimama na kisha akasogelea dirisha la ofisini kwake hapa, akatazama mazingira ya nje na kisha karudi kukaa kwenye kiti chake. Don unayemtafuta yuko nchini hapa Tanzania. Mzee wangu Milo nalifahamu, na sio tu Tanzania, yuko mkoani Morogoro na amebadilisha sura yake na amedhamini utengenezaji wa kiwanda kipya cha mpira. Hapo niliposema hivyo, RPC macho alimtoka huku akinitazama machoni mwangu. Akaniambia, umejuaje kijana? Nikamwambia, unapokuwa unamsaka adui yako, uweze kukaa kimya wala kubweteka ukisubiria kwamba kuvamia. Ni lazima uhakikishe kwamba unamsaka na unampata, na ukimpata basi unadili naye kikamilifu.
Kijana, inaonyesha wewe uwezo wako wa upelelezi ni mkubwa sana. Umeyapata wapi hayo mafunzo? Sio kila jambo ni la kulizungumza mzee wangu. Nadhani unaelewa hilo mheshimiwa. Yes, nimekuelewa. Ila ninahitaji mimi na wewe kuunda timu itakayomsaka huyu Don. Kiukweli nimechoka kukaa kwenye hiki kiti. Nina imani ukinisaidia kumpata kwa kutumia mgongo wangu, basi nitapata cheo kikubwa zaidi ya hiki ambacho niko nacho sasa. Nimekataa ofa yako kwa sababu Don anakula sahani moja na uongozi wa juu, kuanzia rais, wakuu wa mikoa na RPC kama nyinyi. Hivyo ni ngumu sana wewe kutoka kwenye mkono wa Don, kwa sababu tayari umeshakula pesa zake zaidi ya bilioni 1.5 za Kitanzania. Na ndio maana nikiwa mkononi mwako imekuwa ni rahisi sana mimi kushambuliwa na watu wale wasiokuwa na uweledi na uwezo. Vijana wako wanakuja mwishoni kabisa matukio. Hapo RPC macho alimtoka, kwa maana ya kwamba na hisi alihitaji niingie kwenye mtego wake kirahisi, ila mambo yakamgomea. We nani amekwambia hayo? Kuanzia rais hadi kiongozi wa chini anayekula na Don, nina taarifa zenu na ninazo hapa kichwani mwangu. Sijajua ni kwa nini nchi kubwa kama hii inamhifadhi mtu mhalifu aliyehusika na vifo vya watu wengi, kisha nyinyi mnashangilia tu. Kijana, huko unapoelekea unachokitafuta utakipata. Unavuka mipaka kama raia wa kawaida, hupaswi kuvuka mipaka yako. Mzee, simama kwenye cheo chako. Usivuke mstari, kwa maana kwamba ukivuka mstari ukaingia kwenye mstari usiokuhusu, nitakupiga kadi nyekundu na utoamini. Wewe kijana unanitisha mimi? Unataka kunifanya nini? Unataka kunipiga? Vijana, ingieni. RPC alizungumza kwa sauti ya juu, huku mimi nikiwa hata sijamgusa. Vijana wake wawili waliingia ndani hapa, huku akiwa na bunduki. Mkamateni huyu na mumweke katika chumba cha giza. Askari hao kidogo akashangaa, kwa maana kwamba huyo anayesema anapigwa yuko wapi? Maana yuko mbali na mimi kabisa. Akawaamrisha pale vijana wake, mshikeni huyo nimesema. Msinishike, niliwaambia maskari hawa, na hapakuwa na aliyekuwa amenishika, kwani walichokiona kwenye zile maiti nina imani kabisa walikuwa wamejifunza vitu. Shabani akaniuliza, kaka vipi? Shabani aliniuliza huku akinyanyuka kwenye benchi alilokuwa amekaa, na nikasema wasiliana na Karo, mwambie niko hapa, ondoka Tanga na huyu Tina narudi naye Dar es Salaam. Poa kaka. Bebe, nini kimetokea? Utaondoka na Shabani, hatuna muda wa kuongea sasa hivi. Askari hawa wakaniongoza hadi chini ya kituo hiki ambacho kuna mahabusu zenye giza totoro. Nikaingizwa kwenye moja ya mahabusu. Nilipoingizwa nikawaambia, mwambieni bosi wenu anajichanganya na mtu ambaye siye. Lakini sasa askari hawa hawakunijibu chochote, na baada ya dakika kama 10 hivi wakarudi tena, wakafungua pale mlango wa hiki chumba ambacho kina mbu wengi vibaya mno. Wakaniambia unaweza ukatoka uko huru. Tukatoka hili eneo, nikakutana pale na RPC eneo la mapokezi. Alinitazama kwa macho ya hasira, huku akiwa hamini anachokiona. Kuna simu yako hapa. RPC alizungumza kwa sauti, huku akinikabidhi simu yake. Nilipochukua ile simu na kuweka sikioni, nikaisikia sauti ya Karo ikisema, "Baby, hao wapuzi wamekupiga?" Nikasema, "Hapana baby. Washenzi sana hawa. Haiwezekani uwaue majambazi alafu wakuweke ndani. Yaani unabati sijakuja tu. Ningemzaba vibao huyo mpuzi. Yaani askari muda mwingine sijui wapoje. Ameniboa na usingizi wangu wote hapo umenikatika." Usijali kipenzi, mimi niko salama. Unarudi Linda? Tutazungumza kwenye simu yangu. Okay, sawa baby, kama utahitaji chochote nipigie simu muda wote. Usijali kipenzi na usijisumbue. Angalia afya ya mtoto iliyopo tumboni. Yaani huyu ndo amenifanya nishindwe kutoka. Na light kama ingekuwa sio. Sasa hivi ningekuwa hapo Tanga. Basi baadaye. Okay, poa, nakupenda sana. Nakupenda pia mama. Hapo nilikata simu, huku askari wakiona nitazama kwa macho mshangao. Kama nina mla mdogo wa makamu wa rais na mkuu wa kitengo nyeti cha serikali, unahisi unaweza kuoneka ndani hata nusu saa? Mzee, utavuliwa vyo vyako. Hivyo badala ya kupanda utashuka, na nitamueleza ulaji wako kwa Don jinsi ulivyo.
Rashidi, kama hutojali, mimi nakuomba tuzungumze ofisini kwangu. Hapo RPC alizungumza kwa kijichekesha. Nikamwambia mimi na tumeshamalizana mzee. Hapana bwana, naomba sana tuongee kiume. Nikamtazama RPC jinsi alivyokuwa anazungumza kwa unyenyekevu wa hali ya juu. Nikajikuta na tabasamu kwa maana ya kwamba ujanja wote ulikuwa umemwisha na jeuri yote ilikuwa imemwisha. Nikamwambia okay sawa. Hapo tukaingia ofisini kwake kwa mara nyingine tena. Nikamwambia sasa tuzungumze kama wanaume na sio kuleta maigizo ya kipuzi. Nilimwambia RPC huku nikimtazama jinsi alivyokuwa amejawa na uso wa huzuni. Akaniambia, Rashidi, unajua mimi nina imani wewe unajua jinsi maisha yetu sisi askari yalivyo. Mishahara tunayopokea haijitoshelezi na ndio maana tunahadaika sana na hizi rushwa ndogo ndogo. Bilioni 1.5 kweli ni rushwa ndogo? Niambie kitu cha kueleweka mzee. Mbona unataka kuivuruga akili yangu ikiwa sihitaji kuvurugwa? Nakuomba usinichonge bwana kwa huyo binti tafadhali. Mimi nitapoteza hii kazi yangu unajua. Mimi ni mwanaume na sio snitch kama vile ambavyo unahisi. Sasa ninaondoka na wale wako nivamio tena nikiwa hapa niko Tanga. Utaisoma namba. Sawa, mimi nimekuelewa. Naomba ni simu yangu na bastola yangu. Hapo nikakabidhiwa vitu vyangu, wakanipa na lift mpaka nyumbani kwangu. Nikakuta pale wakimalizia kuondoa maiti za majambazi hawa. Nilimpigia simu Shabani nikamuuliza, "Oya bro, kwa wapi?" Akaniambia, "Ese ndugu yangu, hapa niko Kabuki." Nikabado umetembea ese. Hii gari unaijua mzee, mwendo wa farasi. Nikasema ni kweli ni mwendo wa farasi. Mpe simu hiyo nizungumza naye. "Hello baby." Tina, nimeshatoka. Unakumbuka dawa ulizoandikiwa hospitalini unywe? Ndio. Basi mtanunua huko Dar es Salaam sawa? Sawa baby, uko wapi? Niko nyumbani. Sawa, je utakuja? Ndio, kwa nini nisije? Okay sawa baby, nakusubiria. Usijali. Mzee baba niambie. Safi ese. Sasa nimeingizwa katika chumba ambacho kina mbu bala. Wananing'ata sio mchezo. Pole ndugu yangu. Alafu mama aliwaka sana nilipomwambia umewekwa ndani. Yaani mangu sipati picha RPC yupo kwenye hali gani sasa hivi? Amenyoa bala. Sasa ndugu yangu baadaye basi maana unaendesha sasa. Okay poa kaka, hamna shida. Hapo nikakata simu. Majira ya saa 12 askari waliondoka hili eneo. Nikawasiliana moja kwa moja na kampuni ya ufanya usafi. Nikawapa kazi ya kusafisha nyumba yangu kwani kuna damu nyingi mno zilizokuwa zimetapakaa eneo la nje huku kukiwa kuna maganda ya risasi. Majira ya saa 4 za asubuhi wakamaliza pale kazi. Nikawagawia pale nguo za Omari zilizokuwa zimeachwa nyumbani hapa na kisha wakaondoka. Nilimpigia simu Jacqueline, simu yake iliita kwa muda na kisha ikapokelewa. Yes baby. Salama tu kipenzi. Nimekukumbuka sana ujue. Hata mimi pia nimekukumbuka sana. Ila unajua tuna majukumu ya kazi ya hapa na pale kidogo imekuwa ni magumu mno. Na imekuwa ni ngumu kidogo kuwasiliana. Pole baby wangu. Nashukuru. Watoto wako wapi? Watoto wamelala mume wangu. Unajua kuni usiku sasa Naam. Sikutaka kumpa pressure mke wangu Jacqueline. Juu ya matukio mabaya yalikuwa yamenikuta. Nikamwambia umevaa nini usiku? Nipo tu kama nilivyo. Nione basi. Jacqueline alinionyesha bwana jinsi mtoto huyo. Msikilizaji, basi Jacqueline alinimalizia haja zangu kwenye simu na yeye akamaliza za kwake kwenye simu, yani kupitia simu tu tukajikuta pale tumefika mshindo mimi na yeye. Asante mume wangu, yani utanifanyaje Tanzania ujue? Usijali mke wangu, utakuja. Ngoja nimalize kwanza hii kazi iliyonileta huko. Yani ninaam sana na wewe mume wangu. Hata mimi pia. Ngoja kwanza nikaoge. Hujanionyesha kifua chako mume wangu ujue. Ngoja basi nikuonyeshe. Kweli nikatoa pale t-shirt yangu na kumuonyesha pale Jacqueline kifua changu. Kifua changu kilichokuwa kimewekwa six pack kama za Uncle Jay simulizi. Ngoja kwanza hapo kifuani. Umefanya nini mume wangu? Swali la Jacqueline likanishtusha. Nikatambua kwamba sikumweleza juu ya huu mshono wa operation iliyokuwa nimefanyiwa.
Okay. Ni kwamba kuna ajali ndogo nilikuwa nimepata mke wangu. Ajali mme wangu? Unapata ajali alafu huniambii chochote? Mke wangu, nilikuwa kwenye hali mbaya kidogo na simu nilikuwa nimepoteza. Na hii ni simu mpya ujue. Hata kama mme wangu, mimi ni mke wako na nina haki kujua kila kilichotokea katika mwili wako. Hii unaonifanyia sio sawa. Jacqueline alizungumza kwa ukali kidogo, nikamwambia nisamehe mke wangu kwa hilo. Nakiri kwamba nilikosea. Mme wangu, tambua mimi ni mke wako wa ndoa. Au huko una mwanamke mwingine ambaye anajua kila nilichokuwa nimepaswa kuweza kujua mimi, si ndio? Hapana mke wangu. Unajua huko unakofika ni mbali sana. Siwezi kuwa na mwanamke ikiwa najua kabisa nina mke mzuri na watoto wazuri. Siwezi kufanya kitu kama hiko. Haya matukio mengine ni ya kawaida. Kikubwa tu ni mimi kuweza kuimalizia hii kazi yangu iliyokuwa imenileta huko. Sasa huwa umemaliza au hujamaliza? Na kuja nchini Tanzania kesho asubuhi na nitahitaji unipokee uwanja wa ndege. Tutaifanya kazi pamoja na tutamaliza pamoja na tutarudi nyumbani pamoja kama tulivyofanya nchini Somalia. Hapo Jacqueline alizungumza kwa msisitizo na kunifanya macho nitoke huku nikimtazama usoni mwake. Nikawafikiria Tina na Caro nitawaweka wapi endapo Jacqueline mama kuja nchini Tanzania, na itakuwaje akijua kwamba mimi nina wanawake wengine zaidi yake yeye, tena sio mmoja. Lo, na mwingine na mimba juu ambaye ni Caro. Nikamwambia sikiliza Jacqueline mke wangu. Nilimuita Jacqueline kwa sauti ya upole kidogo katika be. Nikamwambia mimi ni nani kwako? Mume wangu, toka lini umeanza kutokuniamini? Sio kama sikuamini mume wangu, ila ni nini? Ila unaona kama vile unanificha baadhi ya mambo muhimu kama hayo ambayo mimi napaswa kuweza kuyajua. Hebu nisikilize. Wewe ni mke wangu wa ndoa halali kabisa ya Kiislamu. Unalea wanangu na ninapambana huku kwa ajili ya kuweza kuwaondoa maadui wetu. Unataka uje huku ili watoto wetu waweze kupata maisha ya shida endapo tukiuawa, si maana yake? Sio hivyo mume wangu, ila nini? Nipo Tanzania na unajua fika kabisa Don yuko hapa Tanzania. Unajua fika ya kwamba mambo yanavyokwenda. Hebu acha nifanye hii kazi na sihitaji matatizo zaidi kwenye familia yangu wala kumpoteza mtu yote kwenye familia yangu. Tafadhali niamini mume wako, na sikwenda Beirut kutalii. Najua nilichokifuata kule mke wangu, nadhani unanielewa. Sawa, mume wangu nimekuelewa, naomba unisamehe pia kwa kukufokea. Nimekusamehe na najua umuhimu wako pia. Ila nikiwa ninakueleza hata mchubuko tu ambao ninakuwa ninaupata, najua kabisa wewe na watoto wangu mtakuwa katika hali ya wasiwasi, na ndio maana kuna vingine siwezi kukwambia. Tafadhali mke wangu, naomba unielewe kwenye hilo. Mimi ni mwanaume na nitafanya kila linalowezekana ili muishi kwa amani. Sawa baby, nimekuelewa. Nakupenda sana mke wangu. Nakupenda pia mume wangu. Watoto wakiamka naomba uweze kuwasalimia. Sawa mume wangu kipenzi, nitawasalimia, ila kuwa tu makini bwana, utazidi kunipa wasiwasi. Usijali mke wangu, hakuna bali litakalokwenda kunipata tena. Nashukuru mume wangu. Basi ifanye kazi kwa haraka urudi nyumbani. Tumekukumbuka sana mume wangu. Usijali mke wangu, nitarudi hivi karibuni. Ngoja nikuache kwanza upumzike. Okay. Sawa baby. Naam. Tukapigana pale mabusu ya hewani na kisha nikakata simu. Nilishusha pumzi nyingi mno kwa sababu nimeweza kumaliza janga ambalo Jacqueline alitaka kuweza kulisababisha. Kwani Clyde kama angekuja, sijui hata ingekuwaje kwa Caro na mwenzake Tina. Doni safari sikuachi kudadadeki. Nilizungumza kimoyo moyo huku nikiingia bafuni. Nikakoga pale haraka nikavaa nguo nyingine, nikatoka nyumbani hapa. Nilipanda pikipiki hadi eneo moja vile linaitwa Forodhani. Nilikaa kwenye moja ya kiti ambacho kinaniwezesha mimi kuona eneo zima. Simu yangu ilianza kuita. Nikatoa mfukoni na kuona ni namba ya Shabani. Kaka. Ndugu yangu, tayari tumeshafika na tumeshakula pia. Mungu ni mwema ese. Huyo manzi yuko poa? Yuko fresh. Nimetoka nje kidogo ili tuweze kuzungumza ndugu yangu. Sasa unajua tumekuja na huyu bibi hapa. Itakuwaje kama Caro akija ile eneo? Huoni kama wataweza kukombana? Aise, hilo sikuliwazia kabisa. Ila sikiliza, fanya hivi. Jaribu kutafuta nyumba ya kununua mpya kwa siku ya leo yenye hadhi nzuri.
tunainunua nyumba hiyo na kisha wewe na familia mnahamia huko. Nina imani Karo hataweza kuwa anakuja na pia ninahitaji kuanza kazi ndugu. Ndio maana nahitaji wewe na familia yako nzima muhame hapo ili mambo yasije kuharibika na maadui zako wakaja hapo pia. Sawa kaka. Sasa nyumba ya gharama gani? Nyumba hata kama ya dola 600, 7, mwisho ifike mpaka 8. Sasa kwa pesa hiyo kweli tutapata nyumba nzuri kweli? Basi ukisikiliza, acha nifanye mchakato wa hiyo nyumba. Kwa maana kwamba na wajua madalali wote wakubwa na wadogo pia. Fanya hivyo. Ila zile silaha zangu najaribu kufikiria ni namna gani zitaweza kunifikia hapa Tanga, kwa maana kwamba ninahitaji kuwa mbali kwa muda na kuikamilisha hii kazi yangu. Kaka, unavyozungumza hivi ina maana kwamba hauhitaji msaada wangu? Na uhitaji sana, ila kwa sasa una watu wa kuwatazama. Hilo ndio jukumu lako kwa sasa na sio kunitazama mimi. Ngoja kwanza. Mimi kuna rafiki yangu mmoja anaendesha mabasi. Kutokana na hizi bunduki zipo kwenye begi na zimegawanywa, nitampatia mzigo ule leo hii na atakukabidhi yeye mwenyewe hapo Tanga. Unamwamini huyo dereva? Namwamini sana. Ni mtu wangu wa karibu ujue. Anaendesha basi linalotoka huku saa 8. Na nilikuwa nimeongozana naye nilipokuwa ninakuja huku, kwa sababu alinikuta pale Lugalo pale asubuhi. Basi lake linatoka Tanga asubuhi na kugeuza saa 8 mchana na kurudi huko Tanga. Okay, sawa basi, ukimkabidhi mzigo utaniambia na ukumbuke kuniwekea laptop yangu. Hapo kaka, mna shida. Shukrani sana kaka. Usijali ndugu yangu, tuko pamoja. Nikakata simu mara baada ya kuona simu ya Karo ikiingia na tayari nilikuwa nimeshamaliza kuzungumza vitu vya umuhimu na Shabani. Nikamwambia, niambie kipenzi. Safi baby, nimeingia Tanga sasa hivi. Uko wapi? Umekuja Tanga? Ndio. Ulisa kwamba nitaweza kukaa kweli? Nikatulia tu pasipo kuona mume wangu upo kwenye hali gani jamani. Mbona unaguna? Hizo surprise zako ipo siku utakuja kunikuta sipo. Najua kama ungeondoka. Na kama ungeondoka maana ungenipigia simu. Niambie basi uko wapi? Niko Forodhani, unapojua? Unapojua? Basi niko hapa. Dakika 5 tuko niko hapa. Nyoke sawa. Naam, kweli bwana. Baada ya dakika 5 nikamwona Karo akiingia ndani ya uzio wa hili eneo, huku akiwa amevalia jeans nyeusi, t-shirt nyeupe na miwani myeusi, huku miguuni akiwa amevaa raba nyeupe. Kila alipopita, wanaume karibia wote waligeuza macho yao na kumtazama kwa jinsi alivyokuwa ameumbika. Kwa bahati nzuri aliponiona kabla hata hajanipigia simu, kwa sababu tayari alikuwa ameshashika simu kwa ajili ya kunipigia. Alinifuata mpaka sehemu nilipo, mimi nikasimama. Alinikumbatia kwa nguvu. Hakujali wingi wa watu eneo hili. Alinipiga pale busu la nguvu na kisha kaketi katika kiti kinachotazamana na kiti changu. Nikamwambia, umekuja na nani? Nimekuja peke yangu. Nimeendesha gari kutoka Dar hadi hapa. Na hiyo hali yako kweli? Unajua nilizungumza na dokta mwingine akaniambia kwamba hakuna shida kubwa, niwe tu naendesha kwa kupumzika. Hivyo nimefanya hivyo na sijaona chochote kilichotokea mume wangu. Kwanza pole kwa mambo yote ya jana lokukuta. Nashukuru kipenzi changu. Nimepita hapo makao makuu ya polisi walipokuweka jana. Nilikuwa hapo na ndio nilikuwa ninamalizana kuzungumza na RPC ili anipatie faili la tukio la jana. Nimeona picha za maiti zile ulizoziua. Uko vizuri kipenzi? Nashukuru. Unajua sasa hivi siamini kama umeshakuja. Baby. Si nimekupigia paka busu kabisa uweze kujua kwamba ni kweli nimekuja jamani. Au unataka nifanyaje tena? Nikupige tena? Nikupige tena busu? Kwa maana naona kabisa wanaume wenzako wameingiwa na wivu jinsi ambavyo nilikuwa nakubusu. Unaona mimi macho yao jinsi ilivyokuwa inanitazama. Vipi, agiza sasa chakula, mbona huagizi chochote? Sina tamu ya kula. Wewe maliza kunywa hiyo juisi yako tuondoke hapa. Nahitaji twende home tukazione hizo maiti na kisha tutafute mhusika wa hilo tukio. Mhusika mbona anajulikana? Nani? Mhusika ni Don. Bebe, unamsema sana Don. Ila huyo Don ni Tanzania hapa hayupo ujue. Yupo na anapatikana. Wewe subiri uone. Kuna mzigo wangu nitaupokea leo ili niweze kuanza hiyo kazi. Kazi gani?
kazi ya kumsaka Don. Hivi wewe unahisi kwamba nikiendelea kubweteka sitajikuta nimeuawa mke wangu? Sawa. Hapo nikamalizia kunywa juisi yangu na kisha tukanyanyuka hapa na kuondoka hili eneo. Tuliingia katika gari la Karo na moja kwa moja tukaelekea hospitali ya Bombo. Karo akaonyesha pale kitambulisho chake kwa daktari mkuu. Tukapewa pale idhini ya kwenda kutazama hizo maiti. Tukaongozana na daktari mkuu hadi katika jengo la kuhifadhia maiti. Daktari mkuu alimweleza msimamizi wa maiti hizi kutuonesha miili ya majambazi waliokuwa wameletwa usiku wa kuamkia leo. Dokta, mbona maiti zilitolewa kama lisali moja lililopita? Mzee huyu anayesimamia huku mochwari alizungumza na kutufanya wote tushangae kidogo kwamba zimetolewa. Zimetolewa na nani mzee? Kuna gari 2 za askari polisi zilikuja hapa wakiwa na askari, wakazibeba maiti zote na wakaondoka. Dokta ilibidi aulize, wewe mzee umetoa maiti kwa kibali cha nani? Kwa kibali chako, kwa sababu nina kopi ya kuidhinisha hilo. Ngoja nikuonyeshe. Mzee huyu alifungua moja ya faili, akatoa pale karatasi ya kuidhinisha kuchukuliwa kwa miili hiyo ya majambazi. Na kulikuwa kuna sahihi yake pale na muhuri wa ofisini kwake. Daktari mwenye kwanza alishangaa akasema, mimi sijaidhinisha hiki kitu. Mbona sielewi? Daktari mkuu alilalamika. Nikatazama eneo hili, nikaona kuna kamera kadhaa za ulinzi. Nikasema hizi kamera sasa zinafanya kazi? Ndio zinafanya kazi. Nikasema daktari, tupeleke chumba cha kutazamia hizo kamera. Sawa. Kweli tukaondoka pale na daktari huyu mpaka chumba maalum cha kufuatilia kila kinachoendelea hospitalini kupitia kamera hizo zilizofungwa karibia hospitali nzima. Tulikuta pale vijana wawili wakiwa kwa makini na utendaji wa kazi yao. Daktari akasema tunahitaji kuona rekodi ya masaa mawili yaliyopita katika eneo la mochwari kule. Wale vijana wakasema sawa daktari. Kila mmoja akaanza pale kurudisha kila kilichofanyika ndani ya masaa mawili katika eneo la mochwari. Walipomaliza wakasema hii ndio rekodi ya masaa mawili iliyopita. Ni play au ni forward? Daktari akasema forward. Ila forward taratibu. Yaani ipeleke mbele taratibu. Basi tukaanza kufuatilia kile kilichotokea kwa masaa hayo mawili. Ila tulizidi kushangaa kuona kwamba hakuna chochote kilichorekodiwa. Karo akasema nyinyi ndio mlikuwepo ndani ya masaa hayo mawili ama? Karo aliuliza wale madogo wawili wa kiume ambao wanasimamia hizi CCTV kamera. Wakamjibu ndio, toka asubuhi tuko humu ndani madam. Mimi kwanza bidii niulize kwamba vijana wenu hawana ujuzi daktari ama ni vipi? Hizi kamera zimehakiwa. Tazama huyu mtu aliyekuwa amesimama hapa. Ndani lisali zima amesimama bila hata kusogea. Na wao wamekatwa hapa hujui nini kinachoendelea. Hapo nilizungumza huku nikiwaonyesha mmoja wa watu alikuwa amesimama eneo la karibu kabisa na mochwari hiyo. Ila kweli hata majani ya miti hayatingishiki. Yamekaa vile vile ikiwa eneo lile lina upepo mwingi sana kutokana na kwamba lipo karibu sana na bahari. Daktari naye aligundua hiko nilichokuwa nimekizungumza mimi. Nikasema inaonyesha hawa watu walijiandaa mpaka kutumia gari za polisi na sare za polisi na muhuri wa huyu daktari pamoja na sahihi yake. Sio jambo dogo. Daktari mara ya mwisho kuidhinisha kutolewa kwa miili ya majambazi ilikuwa ni lini? Kipindi kirefu kidogo. Wale majambazi waliouawa kwenye ile hoteli pale barabara ya Nagapi pale. Ile miili yao iliyochukuliwa na NSS ama? Ndio madam. Na nakumbuka hata wewe pia ulikuwepo madam. Nilikuwepo ila hawa wamecheza mchezo. Okay, sawa daktari, asante kwa muda wako. Asante na nyinyi pia. Tunajitahidi kuhakikisha ujuzi kwa vijana unaongezeka. Okay, sawa daktari. Tulitoka ndani hapa. Hapo nafsi yangu ikiwa haikubaliani kabisa kwa uharaka na hiki nilichokuwa nimekiona hapa. Nikasema sikiliza Karo kipenzi, ngoja kwanza. Hivi inakuwaje sahihi iwe ni ya daktari na muhuri wake? Alafu afanye kama vile ajui chochote kile. Na isitoshe inakuwaje kamera zidukuliwe na wajifanye wasijue? Unajua hapo kama vile inaumiza kichwa hivi. Bebe nini ambacho una kisi? Hapa nahisi kwamba kuna mchezo umechezwa kati ya daktari, vijana wake pamoja na polisi. Sio rahisi hivyo. Karo alijifikiria kwa muda huku akionekana kutafakari nilichokuwa nimemweleza. Simu yangu ilianza kuita, nilitoa mfukoni nikaipokea.
Kaka. Ndugu yangu, nimeshaupakiza mzigo kwenye basi. Kwa by saa 4 hivi za usiku gari litakuwa limeshafika Tanga. Okay, sawa ndugu yangu. Shukrani sana. Naomba namba dereva. Atakupigia muda so mrefu, nimempatia namba yako. Okay, sawa ndugu yangu, baadaye kidogo. Okay, poa. Hapo nikakata simu. Karo akaniuliza ni nani huyo, nikamwambia Shabani. Kuna mzigo wangu ameutuma kwenye basi. Fanya hivi, omba CD ya tukio hilo na kisha utanipatia, nitaishughulikia. Okay. Basi ngoja niombe kopi. Karo alirudi kwenye chumba cha uongoza kamera. Nikaipokea simu yangu ambayo ilikuwa imeingia namba mpya. Habari yako ndugu, naitwa Swalehe, ni dereva, nimepewa mzigo wako. Okay, sawa ndugu. Hiyo ndio namba yako Sina maana yake. Ndio kaka, namba yangu hiyo. Hadi saa ngapi mtakuwa mmeshaingia Tanga? Saa 2 au saa 3 tutakuwa tuko hapo. Ila naona foleni hii ya Kibaha kidogo imeshikika kweli, tunaweza tukachelewa kidogo. Okay, sawa ndugu. Utanijulisha basi ukishafika. Okay, poa kaka. Nilipomaliza kuzungumza na dereva huyu nikakata simu. Karo akaja ndani hapa akiwa kuna CD. Nikamwambia ndo yenyewe hiyo. Yeah baby. Nahitaji tuende mochwali tukakague kwanza, kwa maana kwamba tumeishia tu nje. Usijue kukuta maiti ziko ndani mule. Okay, sawa, twende. Kweli tulielekea mochwari, tukakagua pale friji moja baada jingine na hatukuziona maiti za majambazi hao. Tukaondoka eneo hili na kuanza safari kuelekea nyumbani kwangu. Hivi unajua masuala ya kuangalia maiti bila kuogopa zinaweza kufanya mtoto akawa na sura mbaya. Wewe cheka tu. Unajua kuzaa mtoto mwenye sura kama ile maiti tulioambiwa pale kwamba ni bodaboda amepigiza kichwa nyuma ya loli. Soma siara ujue. Unajua ile imeniogopesha ile maiti, ila nilijikaza tu kisabuni. Uwe makini bwana mke wangu, usipende kuangalia maiti bwana. Tulifika nyumbani kwangu, nilimwonyesha Karo eneo la mapambano yalipokuwa yametokea. Nikamtembeza eneo zima la nyumba hii. Kuna mwanamke aliyekuwa anaishi humu ndani. Karo alizungumza huku akitazama nguo za Tina ndani ya kabati. Nikasema ya. Ni nani yako? Karo aliuliza kwa hasira kidogo, hasira itokanayo na wivu. Kuna mdogo wangu alikuwa anaishi na mpenzi wake. Baada tukio la kuamkia leo, ilibidi aweze kuondoka hapa na Shabani na kuelekea Dar es Salaam, kwani hakuna usalama tena. Siku wakimkuta peke yake au na mume wake ambaye ni mtu wa kawaida tu asiyeweza kujimudu kiuwezo wa mapambano, unahisi watamfanya nini? Yaani unajua mapigo yangu ya moyo yalishaanza kunienda kasi kwa hivyo. Ya Rashidi, nisisikie kwamba una mwanamke, nitakufa kwa pressure. Hebu acha hizo Karo. Sasa tutalala kwenye chumba hiki ama? Ndio, kwani kuna tatizo gani? Okay, sawa. Naam. Karo aliandaa chakula cha usiku, kwani ndani ya friji kulikuwa kuna kila kitu chakula. Tukala kwa pamoja na majira saa 3 za usiku tukaelekea kwenye kituo cha basi ambalo mzigo ulikuwa umepakiwa. Tukasubiri kwa dakika kama 26 hivi, basi likafika. Nikasalimiana na dereva, akanikabidhi begi langu ambalo ndani lina bunduki zilizogawanyishwa vipande pamoja na laptop yangu. Karo akaniuliza hilo begi ni la nini? Karo aliniuliza huku akiwa anageuka nyuma na kutazama begi hilo nililokuwa nimeliweka siti ya nyuma. Nikamwambia lina bunduki zangu. Ni wakati wa mimi kurudisha mashambulizi kwa Don. Na safari inakuwa pia haki ya Mungu nitamua, na hatuamini kama nitamua. Nilizungumza kwa msisitizo huku nikiwasha gari hili. Nikawa naondoka hili eneo na kuelekea nyumbani kwangu kwa ajili ya kuanza mpango wa kumuinda Don na watu wake. Ukimya ukatawala ndani ya gari hili hadi tukafika nyumbani. Nilishusha begi hili na kisha tuliingia ndani, huku muda wote Karo alikuwa akinitazama tu. Vipi? Nilimuuliza Karo mara baada ya kuona anazidi kunikazia macho. Yaani bado najiuliza huyo Doni wako unayemzungumzia yuko wapi hapa Tanzania? Ikiwa mimi ndo mkuu wa kitengo nyeti, kitengo ambacho kina habari za kila mtu hapa Tanzania. Sasa sijui mwenzangu unafanya kazi na mataifa mengine ama ni vipi, sikuelewi. Ina maana umeshaanza kunishuku? Hapana, sio kwamba nakushuku. Ila kusema ule ukweli, Rashidi, nashindwa kukuelewa.
Don yuko wapi? Huyo Fernandez Felipe ndio Don. Ila kama unaniamini ungana na mimi. Hata usiponiamini pia, nitakuomba uniache nifanye kazi yangu peke yangu. Hapo msikilizaji, nikaanza kutoa vipande vya bunduki zangu hizi na kuziweka mezani. Karo akaniuliza, umevipata wapi? Rashid, umezipata wapi hizo silaha? Karo, ni unanichunguza ama ni vipi? Mbona sikuelewe? Hapana, ila ni silaha zenye uwezo ambazo raia tu wa kawaida hawezi kuzipata. Hebu niambie ukweli, umezitoa wapi? Hapo nilikaa kimya huku nikimtazama Karo machoni mwake. Nikaendelea kutoa pale silaha hizi na nikaanza pale kuziunga kwa uharaka ambao hata Karo mwenyewe alikuwa amebaki ametokwa na macho ya mshangao. Mara baada ya kumaliza zoezi hili fupi, nikafungua pale laptop yangu. Nikamwambia naomba hiyo CD. Karo alielekea chumbani na baada ya dakika 2 akarudi akiwa na CD tuliyokuwa tumeichukua kule hospitalini. Nikaiingiza katika hii laptop yangu. Nilianza kuyakagua matukio ya video yaliyokuwa yanafanyika hospitalini, hususan eneo la mochwari. Simu yangu ilianza kuita. Nilitazama kwa muda, nikaona ni private number. Nilichukua waya wa USB nikaunganisha kutoka kwenye simu yangu na laptop hii. Nikaweka programu ya ugunduzi wa namba kama hizi na sehemu ambayo namba inatokea. Nilifanikiwa kuona namba halisi pamoja na eneo namba inapotokea. Yes, hello. Nilizungumza huku nikitazama kijialama cha eneo ambalo simu hii inatokea. Nikaona inatokea nchini hapa hapa, tena mkoani Morogoro. Ni muda mrefu sijazungumza mimi na wewe Malcolm. Hapo nilisikia sauti ya Don, na kwa sauti ya chini chini tu nikamweleza Karo kwamba huyu anayezungumza naye ni Don. Najua lazima utanikumbuka tu, kwa maana sio kwa kuua hivyo punda wako ulikuwa unatuma. Niambie una mpango gani wa kuwatuma wengine ili niweze kuua kabisa? Siku hizi unajiamini sana eh. Toka siku ya kwanza naingia ulingoni nilijiamini, na nina uwezo wa kuendelea kujiamini kama mwanaume halisi. Hivyo naamini unajua uwezo wangu. Sikiliza bwana mdogo. Nataka kutangaza amani mimi na wewe. Wow. Amani ipi unayozungumzia? Ya kumkata Brian miguu, kutuma vijana wako kule Mexico kuniua, kuwa askari wa nchini Brazil, kuiteka familia yangu na mke wangu kwa ajili ya kuweza kunipata mimi? Au unahisi ya kwamba nimesahau kila kitu? Ila kumbuka makubaliano yako mimi na wewe. Kipi kilitufikisha hapa? Ngoja nikwambie jambo moja Don. Umejisahau na umeingia kwa mtu ambaye ni hatari. Umejua niko Tanzania, ukanitumia watu hotelini, ukazidi kufika mali, ukatuma watu nyumbani kwangu. Hivyo basi jipange, kwa maana ya kwamba masaa 48 hayatoisha utakuwa umeonana na mimi uso kwa uso. Ufe wewe au nife mimi, nadhani umenielewa. Naam, mara baada ya kuzungumza hivyo, nilikata simu huku nikiwa na usikia mwili ukichamka kwa hasira vibaya mno. Karo macho yalimtoka na akaamini kile nilichokuwa ninamwambia muda mfupi uliokuwa umepita. Rashidi, hii signal inaonyesha ni hapa Morogoro. Ndio maana nilikwambia hivyo, mwekezaji wenu amewapigia changa la macho. Sasa unafanyaje? Rudi Dar es Salaam na ndege ya kukodi. Niachie mimi hiyo gari, ninakwenda Morogoro. Hapana Rashidi, siwezi kukuacha ukaingia kwenye hatari tena ukiwa uko peke yako. Ni vyema tukaenda wote. Hatuwezi kwenda wote Karo. Angalia mwanangu tumboni mwako. Mbona humthamini huyo kiumbe aliyepo tumboni mwako? Huyo ndiye atakayebadilisha historia ya maisha yako. Huyo ndiye atakayekuita mama, na huyo ndiye atakayebadilisha jina lako la Karo hadi kuwa mama fulani. Rashidi kipenzi, punguza hasira. Najua unazungumza hayo yote kwa hasira. Kumbuka operation kama hizi haziwezi kupelekwa ukiwa uko na hasira kama hivyo. Tulia mpenzi wangu, hebu fikiria alafu ujipange vizuri. Karo
alizungumza kwa hasira nyororo huku akinipapasa kifuani mwangu. Ila ni lazima nimuue Don kwa mikono yangu mimi mwenyewe. Najua kipenzi changu, ila tuliza akili. Na mimi niko hapa kwa ajili ya kukusaidia umpate adui yako. Utanisaidiaje? Nitakupa full details za eneo hilo. Ukihitaji kwenda utakwenda kwa mwongozo wa details nilizokupatia. Ila sasa hivi ni sawa, ni kama vile upo gizani. Sawa, hii signal imesoma yuko Morogoro. Na muda mwingine inaweza kasoma ipo eneo jingine, ukajikuta unachanganyikiwa. Ila pia kunaweza kuwa kuna uwezekano ya kwamba signal inasoma Morogoro, kumbe mtu yuko labda Arusha au hata hapa Tanga. Watu kama hawa wana akili sana na sio rahisi kwa wao kuweza kujua eneo lipi na ni wapi yupo kiurahisi kwa namna hii ambayo unafikiria. Kwa hiyo unanisaidiaje? Nisikilize mpenzi. Sasa hivi jambo la kufanya ni wewe kuhakikisha tu kwamba unatuliza kwanza akili. Na baada ya hapo tunachora operation structure. Tukishamaliza hiyo, unaweza ukaingia kazini ukiwa unajua ni wapi na wapi unakwenda. Ila huyu mtu namba yangu ya simu ameitolea wapi? Sijui. Kwani namba yako umeiweka kwenye mtandao? Hapana. Kuna mtu ulimpatia simu? Hapo nikakumbuka wakati ninaingizwa mahabuso, nilikuwa nimekabidhisha simu yangu na bastola zangu kwa askari. Nikasema kituoni pale, kuna mtu amechukua namba yangu na nina uhakika wa 100% atakuwa ni RPC, kwa maana kwamba katika watu wanaofanya kazi na Don naye yupo. Umejuaje hilo Rashid? Watu wote wanaofanya kazi na Don wananitambua na ninawatambua na ninawajua, kaka yako akiwemo. Kakaangu mimi? Usipate kigugumizi Karo. Ikiwa unajua uhalifu wa kaka yako ndani na nje urais wake, yeye na Don hawakuanza kujuana leo wala jana, kwa maana kwamba kwenye mapambano makubwa ya ngumi ya watu wa Don alihudhuria vizuri sana. Kipindi hiko yeye alikuwa ni makamu wa rais. Au unataka kujisaulisha hilo? Kabla kurudi kwa mara nyingine Tanzania, nilihakikisha ninaijua kwanza Tanzania halisi ambayo wananchi wa kawaida hawaishi na hawaijui. Najua unajua nini ambacho nakiongelea hapa. Rashidi sasa anaanza kukuogopa. Kwa sababu gani? Umebadilika sana. Na Rashidi yule nilimjua siku ya kwanza ni tofauti na huyu hapa naongea naye sasa hivi. Wewe ndio ulinifanya nifike hapa. Ila pia nashukuru. Laiti kama tungeendelea kuambia na baby. Leo hii ningekuwa nimeshakufa. Sawa. Pale nikaanza kuhack satellite za Tanzania, jambo ambalo lilimfanya Karo ashangae, kwa maana NSS wao ndio wanazimiliki satellite zao. Sikiliza Karo, mfumo wenu mloweka wa kizamani sana. Yaani hadi nimeweza kuhack SA, inabidi mubadilike. Rashid, unajua unanichanganya. Wewe ni nani kwani? Mbona unajua mambo mengi ambayo sikutarajia kuyaona kutoka kwako? Tatizo nyinyi watoto wa kishua mnawadharau sana watu wa chini na kuwaona kama vile ni watu wasiokuwa na uwezo wa kujifunza na hawana mbele wala nyuma. Ila nikwambie jambo moja Karo. Hakuna watu wenye akili na ubidii wa kujifunza mambo kama wale watu wenye uhitaji wa jambo fulani, hususan maisha. Ninafanya hivi kwa sababu kaka yako ni adui yangu. Haitobadilika hata uzae leo. Wifi yako naye ndio usiseme. Huyu mzee naye pia. Usijue kaisi kwamba uko na boya, hapana. Uko na mtu makini sana. Na ninakueleza hivi ili ujue jinsi nilivyo. Endapo utanisaliti kama mara ya kwanza, basi tambua kabisa utaingia kwenye listi yangu ya mtu wa 4. Hapo Karo alijawa na uoga ulioambatana na wasiwasi. Nilipiga picha eneo zima ambalo Don amejenga makazi yake mkoani Morogoro. Nilianza kuskani nyumba nzima, nikaangalia idadi ya vyumba vilivyopo katika nyumba hiyo na eneo ambalo lina milango ya dharura. Kutokana na uchovu wa mizunguko ya siku nzima, Karo alipitwa na usingizi na akalala pembeni yangu, huku kichwa chake akiwa amekilaza katika paja langu la mguu wa kulia. Karibia usiku mzima nikawa nimeutumia katika kuchunguza eneo zima la Don mpaka nilipoweza kujiridhisha. Masaa 48 hayawezi kuisha mzee, nipo kwako wewe. Nilimtazama Karo taratibu, nikamnyanyua na kumpandisha gorofani. Nilimlaza taratibu kitandani,
Nikarudi sebuleni, nikatoka nje kabisa. Nilifungua mlango wa nyuma wa gari hii ya Karo aina Range Rover. Nikakuta pale jaketi la kuzuia risasi lilikuwa limeandikwa NSS. Nikaona briefcase maalum ya kuhifadhia silaha, nikaifungua na kwa bahati nzuri nilikuta bastola 2 na magazine zilizojaa risasi 12. Nikasema, Karo, utaondoka asubuhi. Nilizungumza huku nikirudi ndani, nikapandisha hadi gorofani. Nilivaa buti zangu pale, American boot, t-shirt nyeusi, jeans nyeusi. Kabla ya kutoka, Karo alifumbua macho. Bebe, ndio unataka kuondoka pasipo kuniaga? Inabidi upumzike. Hapana Rashidi, usifanye hivyo. Hutaki hata kuniaga jamani, hata kwa kunipatia kidogo. Muda upo wapi Karo kufanya hayo mambo? Muda upo kutosha. Karo alizungumza huku taratibu akinishika mkono wangu na kunivutia pale kitandani. Nipe kidogo. Wanawake kama wanakera sana. Nilizungumza kimoyomoyo huku nikimtazama Karo jinsi anavyofungua zipu ya suruali yangu. Nikamwambia hivi, unajua kwamba niko vitani? Najua bebe, lakini mimi nahitaji haki yangu ndo uende. Karo alizungumza kwa sauti mahaba. Basi nikanani pale na jisolasa. Karo hakuwa na pingamizi. Bilinga za kitandani. Nilijikuta saa 2 inanikuta niko kitandani huku sote tukiwa tumechoka sana kwa sababu tulipiga mizunguko kama 4. Unaondoka mume wangu? Ulala kidogo. Nilizungumza huku Karo akiwa amekilaza kichwa chake kifuani mwangu akisikilizia jinsi mapigo yangu ya moyo yanavyodunda kwa kasi. Okay baby. Atakaye kuwa wa kwanza atamwamsha mwenzake. Okay poa. Usingizi fofofo katupitia. Harufu ya chakula ninachokipenda ikanifanya nifumbe macho yangu. Nilitazama pembeni yangu simuoni Karo. Nilivaa pale nguo yangu ya ndani na kisha nikatoka ndani hapa huku nikiwa niko makini. Nilimkuta Karo yuko sebuleni akiwa amejifunga tenge. Umemkaje baby? Nimemka salama. Nimevaa tenge la wifi yangu japo naweza ngasema nimelivaa ila limenitosha. Laiti ungejua ni la mwanamke mwenzako wala hata usingethubutu kulivaa. Nilizungumza hayo kimoyomoyo huku nikimtazama Karo jinsi tenge hilo lilivyokuwa limeishia mapajani mwake. Hivi hakuna aliingia humu? Hamna, kwani unategemea mgeni? Watu wa Don ndio wageni wangu. Hawa hawajafika. Naandaa chakula hapa ule na tujue nini kinachofuata, kwa maana kwamba hiki ndicho chakula unachokipenda. Na ndio kimeniamsha na hapa nina njaa vibaya mno. Faster tu baby, chakula kitakuwa kiko tayari. Karo aliandaa chakula hiki na kwa pamoja tukala. Majira ya saa 6 za mchana tuliondoka nyumbani hapa na moja kwa moja tukaelekea ofisini kwa RPC. Mkuu, karibu sana. Nashukuru. Tukakaa katika viti viwili vilivyopo mbele ya meza ya RPC. Bwana Rashidi, unaendeleaje? Naendelea vizuri. Ni jambo la kumshukuru Mungu kwa kweli. RPC alizungumza huko kichekesha. Namba mume wangu uliitoa kwa nani? Namba? Ndio. Nazungumzia namba mzee wangu. Ulipeleka kwa nani? RPC macho alimtoka kama mjusi alibanwa na mlango. Tulianza kumuona namna jinsi jasho likimchuruzika usoni mwake, ingali ndani hapa kulikuwa kuna hisi tena kali si mchezo. Hii ni kutokana na joto kali la mkoa huu wa Tanga. Namba gani jamani? Namba ya simu. Kwani vipi, una kisukari? Mbona unamwagika na jasho hivyo? Hapana mkuu, unajua hii AC kidogo haifanyi kazi vizuri. Kweli eh? Ndio mkuu. RPC alitetemeka mpaka nilianza kumwonea huruma. Pole kwa hilo, AC kutokufanya kazi. Mlimkamata mume wangu ingali alivamiwa na majambazi na akawaua. Ila namba mkampatia mtu ambaye aliwatuma hao majambazi. Kwa nini lakini unakuwa hivyo mzee wangu?
au unataka kustaafu kwa kufukuzwa kazi? Hapana mkuu. Sasa nini? Nini? Mzee, nina safari alafu muda wangu unautafuna. Malizia. Ni nini? Ni yule mkuu. Mkuu gani? RPC alivuta pumzi nyingi na kisha taratibu akazishusha ili kupambana na hofu iliyokuwa inamtetemesha na kumwondolea kabisa hali ya kujiamini kwake. Unakumbuka jana nilikwambiaje mzee wangu? Nakumbuka. Na kwa nini unafanya hivi? Unampatiaje namba ya simu Don? Anampigia mume wangu na kumpatia vitisho vya ajabu. Sasa iko hivi, endapo mume wangu akivamiwa, kuuawa au kujeruhiwa na mtu yoyote, wa kwanza kudili naye ni wewe. Mzee, unanijua, sitani na mimi ni mtu mbaya sana kuliko vile unavyonifikiria. Nadhani unalitambua hilo. Ndio mkuu. Sasa mpe habari huyo Don na umwambie kwamba huyu ni mume wa mdogo wake na rais. Endapo atamgusa, atamsumbua, basi hata huo uwekezaji wake wa uwanja wa mpira utaisha, kwa maana ya kwamba nimeshamfahamu huyo Fernandez Felipe ndiye huyo Don. Amebadilisha sura yake mazima. Sasa jivurugeni muone. NSS yote itawajia juu yenu, kuanzia yeye hadi nyinyi mnaohongwa tu vijipesa vya kuwapa jeuri. Shenzi kabisa nyinyi. Karo alizungumza kwa ukali na kwa kujiamini na kumfanya RPC kujawa na uoga ambao sikuwahi kumshuhudia mtu mzima, tena ni askari kama huyu ambaye ni mzee kabisa. Mke wangu, tuondoke. Okay, sawa. Ila wewe mzee, zingatia nilichokwambia. Sawa? Sawa, nimekuelewa. Tulitoka ndani ya ofisi ya RPC na safari ya kuondoka jiji hili la Tanga ikaanza. Ina maana bebe umedhamiria kabisa kumfuata Donia huko alipo? Yes. Ila ni hatari. Najua umeshatoboa siri kwa yule mpuzi. Unahisi hatomwambia Don? Hata kimwambia hawezi kunifanya chochote. Na nikasema, mimi ndo nimekwambia. Nisikilize Karo. Sihitaji kukuingiza kwenye shida ambayo hutoweza kutoka kirahisi. Bebe, mimi ni mafia, usinichukulie poa. Sawa. Safari ilizidi kusonga mbele huku nikiwa niko makini sana barabarani. Tukiwa maeneo ya kukaribia daraja la Wami, nikaanza pale kuona gari 4 nyeusi aina Range Rover kama zikitufuata hivi kwa mwendo wa kasi mno. Nikamtingisha kidogo Karo ambaye alikuwa amepitwa na usingizi kwa sababu heka za kitandani za jana usiku zilikuwa zimemchosha vibaya mno. Vipi, kwani tumefika wapi? Tunaingia wapi? Ila umeona gari zinazotufuata? Gari? Karo aligeuka nyuma na kutazama gari hizo. Ni kina nani? Sijui. Ila inaonyesha sio watu wazuri. Anda bastola yako. Fungua kwenye begi hapo, nipatie bastola yangu. Karo akafungua mkanda wa seti yake na kisha akamia nyuma. Akafungua begi na kunipatia bastola 2 na kisha karudi. Hawa sio watu wazuri. Gari zao hazina plate number. Karo alizungumza huku akirudi katika siti ya mbele. Jinsi nilivyokuwa naongeza mwendo, ndivyo nazo hizo gari zilivyokuwa zinaongeza mwendo. Karo alikuwa kibastola yake tayari kwa lolote litakaloweza kutokea. Mita 10 kabla sijalifikia daraja la Wami ambalo ni jembamba na haliruhusu gari mbili kupita kwa pamoja, nilishuhudia mtu akijitokeza kwenye kioo cha mbele huku akiwa ameshika bomu aina ya GPRS. Nikasema shit. Nilizungumza kwa nguvu huku nikishuhudia bomu hilo jinsi linavyokuja kwa kasi vibaya mno. Kitendo cha kulikwepa tu bomu hilo, nikajikuta na shindwa kulihimili gari hili. Gari kacha barabara, ilianza kudumbukia katika mto huu mrefu sana wenye sifa ya kuwa na mamba. Nilifungua mkanda wa siti yangu huku nikishuhudia jinsi gari hili linavyozama ndani ya maji. Ilibidi nimuulize Karo kama iko salama, akaniambia ndio. Karo ambaye alikuwa amekaa pembeni yangu alinijibu huku maji yakianza kuingia taratibu ndani ya gari hili huku likizidi kwenda chini. Nikasema tuna jinsi, inabidi tutoke ndani ya ile gari. Karo akaniambia sawa. Alinijibu kwa ujasiri wa hali ya juu,
Kila mtu akafungua mlango wa upande wake na tukaanza kutoka ndani kwa kuogelea kuelekea mbele, jambo ambalo kumshukuru Mungu, sijui mamba wako wapi, walikuwa mapumziko au la, kwa sababu tulikuwa tumeweza kufanikiwa kuogelea hadi nje ya mto pasipo mamba kututafuna. Tulijibanza kwenye miti iliyopo pembeni ya mto huo. Tukaona watu walikuwa wamevalia nguo nyeusi kama niliyokuwa nimewaua, wakiwa wamesimama pembezoni mwa daraja ambalo limeshameguka upande mmoja kutokana na bomu waliokuwa wamekusudia kutua nalo. Watu wa Doni wale. Nilizungumza huku nikiendelea kuwatazama namna walivyokuwa wanatuchunguza ndani ya mto. Karo alijipapasa kifoni mwake. Nikamwambia, unataka kufanya nini? Simu yangu. Sulikuwa umechomeka kwenye chaji ya gari, hivyo umeiacha ndani. Washenzi hawa. Gari yangu naipenda sana, ili haki ya Mungu atailipa. Naomba simu yako. Nilitoa simu yangu mfukoni. Jambo la kumshukuru Mungu, simu hii haiharibiki kwa maji. Karo aliwapiga picha watu hawa wa Don na kisha akazituma kwa vijana wake waliopo makao makuu ya NSS. Ni mimi naongea. Umeziona hizo picha? Yes, hao watu wamenishambulia na nipo Wami sasa hivi na gari yangu imezama ndani ya mto Wami. Nahitaji utume drone za silaha uwashambulie. Yes, mimi ndo naidhinisha, fanya hivyo. Okay. Karo alikata simu na kunitazama. Nataka kushuhudia jinsi watakavyokufa. Wapuzi sana hawa, na huyu Doni atajuta. Karo alizungumza kwa hasira. Tulishuhudia gari hizi zikigeuza na kuondoka kurudi zilipokuwa zimetokea. Washenzi wanaondoka, shit. Hebu naomba simu yako tena. Karo akapiga tena simu. Hey, mbona drone hazifiki? Unasubiri nini wewe? Zipo njiani wapi ikiwa majambazi wameshaondoka? Hebu niunganishe na video nione kwa hii simu. Karo alizungumza kwa hasira sana na kisha kakata simu, na hata dakika moja haikupita aliunganishwa na video inayorekodiwa na drone hizo zinazobeba silaha pamoja na kamera. Tukazama drone hizo mbili jinsi zinavyozisogelea gari hizo. Drone ya kwanza ikashambulia gari la mbele na likalipuka, huko drone ya pili ikishambulia gari la nyuma na kuzifanya gari za katikati zikose pa kupita. Mwendesha drone aliyopo makao makuu ya NSS anaonekana ni mtu mwenye ujuzi wa kazi yake, kwani watu wa Don walijaribu kuzishambulia kwa risasi drone hizo, ila pakuwa na alikuwa amefanikiwa, kwani walichokipata ni kulipuliwa na mabomu tu. Yes. Karo alifurahi huku akishangilia kwa furaha sana, kwani kazi ilikuwa imekamilika katika muda mfupi mno. Simu ilianza kuita na akaipokea. Kazi nzuri kijana. Yes, nitumie. Usifaili kwa maana kwamba daraja limeshamiguka. Yeah. Gari zinazotoka Dar na Tanga haziwezi kupita hapa. Labda wazunguke barabara Bagamoyo. Karo akakata ile simu na tukaanza kutembea kuelekea katika kambi ya jeshi iliyopo karibu kabisa na eneo hili. Tulifika getini na Karo alijitambulisha kwa kutoa kitambulisho chake. Tuliruhusiwa kuingia katika makazi haya ya wanajeshi. Moja kwa moja tukaelekea kwa mkuu wa kambi hii ambaye ni mwanamama. Karo, vipi? Salama tu, shikamoo. Marahaba, hii ni surprise ama ni nini? Sio surprise mamangu, ni matatizo. Nikamsalimia mwanamama huyu wa makamo. Akatukaribisha kwenye viti vilivyopo humu ndani ya ofisi yake. Matatizo gani? Bwana, tumevamiwa na majambazi. Walitushambulia na bomu la RPG. Na mume wangu katika kulikwepa bomu lile tukajikuta tumedumukia katika huo mto wa Wami. We, mmetoka pale? Ndiyo, ni Mungu tu mwenyewe ndiye anayejua nini alichokifanya. I say, poleni sana. Tunashukuru. Majambazi wako wapi sasa? Muda mrefu tu vijana wangu wameshawashambulia kwa kutumia drone na sasa hivi wameshakufa. I say, poleni sana. Huyu umesema ni mume wako? Ndiyo. Sura yake mbona kama sio ngeni? Anajua sio ngeni na anaitwa Rashidi. Tulikuwa tunamtafuta kama gaidi na baada ya hapo mambo yakabadilika na tukagundua kwamba ameweza kusingiziwa. Karibu sana kijana. Nashukuru. Ila mmependezana. Nashukuru mama.
Kwa hiyo ndoa lini? Siku yoyote tutakujulisha. Jamani, sitaki kuikosa hiyo ndoa. Kijana, wewe unajishughulisha na nini? Swali la mama huyu likatufanya mimi na Karo kutazamana. Nikasema mimi ni mfanya biashara. Biashara? Biashara gani? Labda kwa maana kwamba mimi ni kama mama kwa Karo. Kwa sababu nimemlea toka akiwa ni binti mdogo. Kipindi hicho kaka yake yuko mafunzoni huko Cuba. Hivyo usije ukawa unajiuliza maswali, inakuwaje huyu mama ananiuliza maswali mengi. Hakuna tabu mamangu. Mimi nina miradi yangu nchini Ufaransa na Marekani, kuna uwekezaji nimeuweka tu huko. Ina maana hapa Tanzania hujawekeza? Mama, sijabahatika kuwekeza, japo nilikuwa nipo kwenye harakati hizo, ila kwa mambo yaliyotokea kwa kipindi kile hata hamu tu ya kuwekeza ilikuwa imenisha. Sawa sawa. Japo hujaniambia ni mradi gani huo uliowekeza na kampuni zako zinashughulika na nini? Mama, Mungu nitaanza kukuogopa sasa. Wale washambulia mnawafahamu? Hapana mama. Au ni watu ambao unapishana nao huko kwenye kazi zako wameamua kukuinda? Nahisi ni hivyo mama, ila nitafanya uchunguzi ili kugundua ni nani na nani wanahusika. Fanya hivyo kwa maana kwamba kama umeweza kuwaangamiza hawa, basi wanaweza wakarudi tena na tena ikiwa shida iko kwako. Ni kweli. Tukakaa kambini hapo kwa masaa 4 na dereva wa Karo akafika. Tukaagana na mwanamama huyu na safari kuelekea Dar es Salaam ikaanza. Karo, una mpango gani? Hapo nilimuuliza Karo huku tukiwa tumekaa siti ya nyuma. Mpango wa nini? Kwa hili lililotokea leo. Ngoja tufike Dar bana. Natamani sana tukifika tu Chalinze pale tukunje kulia na kuelekea Morogoro. Mambo haendi hivyo baby. Wewe jiulize walijuaje tunapita ile barabara? Nilishakwambia kitendo cha kumwambia yule RPC kwamba unamfahamu Don, basi ni shida hiyo. Nilikuwa na hisia za jambo baya kutokea kwetu, na ndivyo ilivyokuwa imetokea. Ni Mungu tu mwenyewe ndo ametusaidia tumeweza kufanikiwa kutoka salama. Ngoja kwa nizungumze na bro. Umwambie nini? Nimshirikishe ile jambo? Karo, una uhakika na uwezo wa kutusaidia ikiwa yeye na Doni ni mtu na rafiki yake? Sasa Rashid, itakuwaje? Itakuwaje nini ikiwa mimi nilishafanya maamuzi ya kurudisha mashambulizi kwake? Hebu tafakari hilo, sawa? Hatuwezi kuishi kwa kutegemea tu kudra za Mwenyezi Mungu. Tutauawa. Ukishambuliwa na wewe inabidi sana wewe urudishe mashambulizi. Nadhani umenielewa. Ngoja basi tufike nyumbani. Yaani kusema kweli sitamani kabisa kufika Dar. So unataka kwenda kumshambulia Don ukiwa una bastola moja, ikiwa unajua silaha zote, laptop vyote tumeviacha ndani ya gari? Mwenzako ana jeshi, anamiliki watu wenye uwezo wa kutumia GPRS. Hebu fikiria hilo. Ina maana inatakiwa tukajipange upya. Hebu niahidi jambo. Jambo gani mume? Tukifika Dar sitohitaji unizuie. Siwezi kukuzuia kwa maana kwamba nimejionea. Na laiti lile bomu lingetupata, sasa hivi tungekuwa tunaongelea kuzimu huko. Okay, sawa, nashukuru kwa kunielewa. Naam, msikilizaji, majira ya saa 4 za usiku tulifika nyumbani kwa Karo. Sikuhitaji kulala. Karo akaniingiza katika chumba chake cha siri kilichopo chini ya ardhi ya nyumba yake. Katika chumba hiki kuna bunduki ya kila aina. Chagua bunduki ambayo unahitaji kwa ajili ya kazi yako. Nilisimama huku nikitazama silaha hizi zilikuwa zimewekwa kwenye makabati ya kuhifadhia silaha. Nilisogea kabati lenye bastola. Hivi Rashid, mwalimu wako aliyekufundisha masuala ya kutumia silaha pamoja na mbinu mbalimbali hajakufundisha zoezi la kuzuia muhemko? Unamaanisha nini Karo? Mume wangu, mimi nakwambia ukweli. Unaongozwa na mihemko kwenye hii kazi. Kwa nini unataka kunisikiliza? Mbona unakuwa kama mtoto ambaye ana hamu ya kuvaa nguo mpya za sikukuu siku moja kabla ya sikukuu? Ni ukweli, usinitazame hivyo. Mtoto ambaye ana nguo mpya na sikukuu ni kesho, huwa anakuwa na hamu kubwa sana ya kutaka kuvaa nguo hizo hata kama ni usiku. Kwa nini unakuwa hivyo lakini Rashid? Karo, humjui Don. Don ni mtu hatari. Sasa kama ni mtu hatari, unahisi peke yako unaweza kwenda kumtafuta na ukampata? Naweza. Unaniboa wakati mwingine na huo ubishi wako.
unachokitafuta utakipata. Sikuzui kufanya kazi yako, uchukua silaha unazozitaka, magari yapo nje, hapo ni wewe tu. Naam, Karo mara baada ya kuzungumza hivyo alitoka ndani hapa na akaniacha nikiwa niko peke yangu. Nilichukua moja ya bastola, nikaiweka magazini yake na kisha nikaikoke vizuri, huku nikisikilizia hasira inayonitafuna ndani ya moyo wangu. Ukitaka kumshinda adui yako, epuka hasira za kukurupuka, kwani ukikurupuka utashindwa kabisa kushinda mapambano yako. Naam, nilikumbuka maneno hayo ya mzee Omari. Nikairudisha bastola hii sehemu niliyokuwa nimeitoa na kisha nikatoka ndani hapa. Nilimkuta Karo akiwa amekaa sebuleni kwake akiwa ananisubiria. Umeshajiandaa? Karo alizungumza huku akinitazama kwa macho ya udadisi. Nikamwambia hapana. Kwa nini? Nahitaji kuunda timu ya vijana wawili ili tuwe watatu. Hapo Karo alinitazama kwa sekunde kadhaa na kisha alitabasamu. Alisimama na kabla hajapiga hatua nikamwona kisita kidogo, huku akionekana kama vile akitazama nyuma yangu. Niligeuka kwa haraka mno. Nilimwona rais akiingia ndani hapa huku akiwa na walinzi wake. Nilijikuta nikishtuka sana, kwani katika maadui zangu huyu naye ni adui yangu. Walinzi wa rais wakachomwa pale bastola zao, wakaninyoshea. Kaka, unafanya nini kwangu? Na kwa nini umekuja bila ya taarifa? Rais akatazama nyumba hii ya Karo bila kuzungumza kitu chochote. Alinisogelea karibu yangu, alinipapasa kiunoni mwangu, akachoma bastola yangu niliyokuwa nimeichomeka kiunoni mwangu kwa nyuma. Siku zote gaidi huwa hawezi kukosa vitu kama hivi, rais alizungumza huku akichomoa magazini ya bastola yangu, na walinzi wake hawa 4 bado walikuwa wameninyoshia bastola zao. Kaka, huku unapoelekea sipo. Ninapozungumza wewe unafunga domo lako. Rais alizungumza kwa ukali kidogo. Sisi tunahangaika kumtafuta mtu huyu, wewe unapuyanga naye tu huku na huko, sio manake. Kwa nini ninakosa nililolifanya? Nilimuuliza mheshimiwa rais huku nikimtazama kwa macho makali mno. Yapo tena mengi sana. Yapo mengi sana uliyofanya ambayo hupaswi kuwa uraiani wala kuwa hai hadi sasa hivi. Rais alizungumza kwa msisitizo, kisha karudi hatua mbili huku akichomeka magazini ya bastola yangu. Aliikoki bastola na akaninyoshia kwenye paji la uso wangu huku akinitazama kwa macho makali sana yaliyojaa hasira, jambo ambalo lilifanya nianze kufikiria nini cha kufanya kabla ubongo wangu haujaweza kufyatuliwa na huyu mpozi. Mambo haya sasa, mambo yanazidi kunoga. Swali ni kwamba je, rais atamua Rashidi? Na nini Rashidi atakifanya kuepuka kuuawa na rais? Usikose kufuatilia katika sehemu itakuwa ni ya 17. Mzigo mtamu wa kuitwa Rise Up. Mimi ni Uncle J. Asante na kwaheri.